Sisi ni mtandao wa kampeni ya kupambana na umaskini duniani, tawi la Tanzania, ambalo huwa linajulikana kama Global Call to Action Against Poverty, yani GCAP Tanzania Coalition, ambapo secretariat ya mtandao huu mkubwa sana duniani kwa hapa Tanzania ipo Saringo ni Tanzania chapter, yani mtandao wa mashirika ya haki za binadamu kusini mwa Afrika chapter ya Tanzania. Sasa leo tumewaita ili kutoa tamko katika maadhimisho ya miaka 10 ya malengo endelevu duniani. Sasa miaka 10 imepita tangu dunia ikubaliane juu ya malengo endelevu ya dunia, yani SDGs au Sustainable Development Goals mwaka 2015. Ilikuwa ni ahadi ya pamoja ya kumaliza umaskini uliokithiri, kupunguza pengo la usawa na kulinda dunia yetu. Global Call to Action Against Poverty, yani GCAP, ni mtandao kama ambavyo nimesema mkubwa wa kimataifa unaounganisha zaidi ya mashirika 11,000 ya kiraia katika zaidi ya nchi 70. GCAP imejikita katika kupaza sauti za wananchi, hasa wanawake, vijana, watu wenye ulemavu na jamii za pembezoni, ili kuhakikisha maendeleo yanakuwa jumuishi, endelevu na yenye usawa. Kupitia GCAP Tanzania tunasimama leo kuungana na harakati za wengine kote duniani kuadhimisha miaka 10 ya SDGs. Yani leo sisi saizi tuko hapa, lakini kukicha Marekani kule makao makuu ya Umoja wa Mataifa, na wenyewe watakuwa na paza sauti kwa niaba ya dunia nzima kama tunavyofanya sisi hapa. Sasa wenyewe watakuwa ni dunia nzima. Sisi hapa tuko Tanzania na wengine watafanya kwa ngazi ya Afrika. Tumetawanyika namna hiyo. Sasa tukitazama mustakabali wa taifa letu chini ya mwongozo wa dira ya maendeleo ya 2050 ambayo imezinduliwa mwaka huu wa 2025, Tanzania kama sehemu ya familia ya kimataifa imechukua hatua katika sekta kadhaa: kupanua elimu ya msingi, kuongeza upatikanaji wa huduma za afya na kupanua miundombinu na upatikanaji wa huduma zingine. Aidha, tunaadhimisha au tunatimiza miaka 10 ya SDGs hapa Tanzania, pia ikiwa tumeandaa na kukamilisha dira ya maendeleo ambayo tumeikamilisha mwaka 2025 na imeshazinduliwa tayari, hii dira ya maendeleo ya 2050 inayolenga kufanikisha uchumi shindani, jumuishi na endelevu. Dira hii ya 2050 inalenga kuchochea ukuaji wa uchumi kwa wastani wa zaidi ya 8%, kuongeza umri wa kuishi hadi miaka 75 na kufikia upatikanaji wa nishati kwa kaya kwa zaidi ya 90%, yani ifikapo hapo 2050. Pamoja na kupiga hatua hizi katika maendeleo ya kuwa na mipango mizuri ya maendeleo, bado changamoto zipo na kuna Watanzania ambao wangali wanakabiliwa na umaskini. Kwa hiyo hapa tutakwenda kusema tu baadhi ya changamoto ambazo pamoja na maendeleo tulionayo zipo zinatukabili. Changamoto ya kwanza ni kiwango cha umaskini ambao bado ni mkubwa. Kiwango cha umaskini wa kitaifa kilishuka kutoka 34.4% mwaka 2007 hadi 26.4% mwaka 2017 na 18, lakini kasi ya kupungua ni ndogo zaidi ya 14%. Kasi ya kupungua lingali ni ndogo kwa sababu zaidi ya 14% ya Watanzania bado wako kwenye umaskini uliokithiri, na kaya nyingi zimebaki katika hatari ya umaskini kutokana na mshtuko ya kiuchumi na kijamii. Ajira za vijana hazitoshelezi mahitaji. Takriban vijana 800,000 huingia sokoni kutoka vyuo mbalimbali kila mwaka, huku zaidi ya 80% ya hao wanaoingia sokoni wakiwa kwenye sekta isiyo rasmi yenye kipato kidogo na kisicho kingi. Hali hii imeleta hatari kwa kizazi cha Watanzania kupoteza fursa za kushiriki kikamilifu
katika maendeleo ya kitaifa na kimataifa. Ukosefu wa usawa na haki za kijamii, hii ni changamoto nyingine. Wanawake, watu wenye ulemavu na jamii za vijijini wanakosa nafasi sawa katika elimu, uchumi na uongozi. Utafiti unaonyesha kuwa wanawake na watu wenye ulemavu wanabaki nyuma kutokana na miundombinu na sera zisizo jumuishi. Changamoto nyingine ni uongozi na uwajibikaji. Changamoto ya usimamizi wa rasilimali, uwazi na ushirikishwaji wa wananchi katika maamuzi imesababisha sera nyingi kutoleta matokeo yaliyokusudiwa. Wakati mwingine mipango ya maendeleo haionyeshi kuakisi mahitaji ya wananchi walio pembezoni. Na bado naendelea na changamoto nyingine ni mabadiliko ya tabia nchi. Ukame, mafuriko na mvua zisizo na mpangilio zinaendelea kuathiri kilimo ambacho kinategemewa na kaya zaidi ya 65% ya Watanzania. Ripoti ya Benki ya Dunia inakadiria kuwa hadi watu milioni 2.6 ambao walishavuka umaskini uliokithiri wanaweza kurudi kwenye umaskini uliokithiri kufikia 2050 iwapo hatua madhubuti hazitachukuliwa. Changamoto nyingine ni hifadhi na ulinzi wa kijamii bado hautoshelezi. Ni chini ya 12% ya Watanzania wanaofikiwa na mipango ya ulinzi wa kijamii. Hata mpango mkubwa zaidi wa TASAF umefika zaidi ya kaya milioni 1.5, lakini bado ni sehemu ndogo ya mahitaji halisi, huku faida zikiwa ndogo na zisizo na kinga ya dharura. Uchumi usiojumuishi ni changamoto nyingine pia. Ingawa uchumi wa Tanzania umekuwa ukikua kwa wastani wa zaidi ya 5% katika miaka ya karibuni, ukuaji huu haujawanufaisha wananchi wote sawasawa. Pengo kati ya maskini na matajiri linapanuka na ukuaji mara nyingi hujikita kwenye sekta chache badala ya kushirikisha wananchi wote kupitia ajira zenye staha na ulinzi wa kijamii. Kwa ujumla, changamoto hizi zinaonyesha hitaji la kujenga uchumi jumuishi, kuimarisha haki za usawa na kuhakikisha kuna uongozi imara na uwajibikaji ili Tanzania isonge mbele. Kwa mujibu wa SDGs na dira ya 2050, hivyo tunatamka kwamba hakuna haki bila usawa wa kiuchumi na kijamii. Namba 2, hakuna mustakabali bila hatua madhubuti za tabia nchi. 3, hakuna amani bila kushirikisha wananchi. Namba 4, hakuna maendeleo bila ufuatiliaji wa uwajibikaji. Kwa hiyo kutokana na haya matamko yetu au hili tamko letu, tunaomba kutoa wito. GCAP Tanzania kwa niaba ya wanaharakati, vijana, wanawake, wazee, watu wenye ulemavu na jamii zote zilizo pembezoni, tunatoa wito kama ifuatavyo. Kwanza kabisa kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunaiomba serikali kulinda haki za raia na kuimarisha misingi ya haki za binadamu kwa kuhakikisha kila Mtanzania anapata huduma bora za kijamii bila ubaguzi. 2, kusimamia misingi ya utawala bora na demokrasia ikiwemo uwazi, uwajibikaji na ushirikishwaji wa wananchi katika maamuzi ya kitaifa na ya kijamii. Lakini vile vile tunaiomba serikali yetu kuongeza uwekezaji katika ulinzi wa kijamii wa wote, yani Universal Social Protection Flows, ili kila kaya ipate kinga dhidi ya umasikini, magonjwa na majanga ya kiuchumi. Lakini vile vile tunaiomba serikali yetu kuhakikisha sera na bajeti za kitaifa zinajikita katika uchumi jumuishi, ajira zenye staha kwa vijana, wanawake,
na usawa wa kijinsia. Wito kwa asasi za kiraia, yani AZAKI. Tunaziomba asasi za kiraia kuendelea kupaza sauti za wananchi, hususan wanawake, vijana, watu wenye ulemavu na jamii za vijijini, ili zisikike katika majukwaa ya kitaifa na kimataifa. Lakini vile vile tunaziomba asasi hizi kuhakikisha zinashirikiana kwa mshikamano na kujenga mitandao ya ufuatiliaji na utekelezaji wa SDGs na dira ya maendeleo 2050, yani 2050. Lakini vile vile tunaziomba asasi hizi kuendelea kutoa elimu na uhamasishaji kwa umma juu ya haki za binadamu, usawa na maendeleo jumuishi. Wito wetu kwa Umoja wa Mataifa na taasisi za kikanda. Tunaomba zizidi kuongeza jitihada za kusaidia nchi kama Tanzania katika utekelezaji wa SDGs, lakini kupitia rasilimali, utaalamu, ushirikiano pamoja na ufundi. Lakini vile vile tunaziomba taasisi hizi za kimataifa ama za kikanda kuweka shinikizo kwa mataifa tajiri kutimiza ahadi zao za ufadhili wa maendeleo ya fedha za tabia nchi ili kusaidia nchi zinazoendelea. Vile vile kusaidia kuimarisha mifumo ya data na takwimu ili kuhakikisha uwazi na ufuatiliaji sahihi wa maendeleo. Wito wetu kwa wadau wa maendeleo na wahisani, tunawaomba kuongeza misaada na uwekezaji katika programu zinazojenga uthabiti wa jamii, hususan sekta za afya, elimu, maji safi, kilimo na nishati safi. Lakini vile vile kuweka vipaumbele katika miradi inayojibu moja kwa moja changamoto za umaskini, mabadiliko ya tabia nchi na ukosefu wa usawa. Pia waendelee kufadhili ubunifu na teknolojia zitakazosaidia jamii kujipatia kipato na kuboresha maisha yao kwa njia endelevu. Kwa sekta binafsi, tunaziomba sekta binafsi kuweka mikakati ya biashara jumuishi inayojali ustawi wa wafanyakazi na jamii badala ya faida pekee. Lakini vile vile tunawaomba kushirikiana na serikali pamoja na AZAKI katika kutoa mafunzo ya ujuzi wa ajira kwa vijana na kukuza ajira zenye staha. Vile vile kuhakikisha miradi ya uwekezaji inaheshimu mazingira, haki za binadamu na usawa wa kijinsia. Kadhalika kwa wananchi na vuguvugu la jamii, tunawaomba wananchi kuendelea kushiriki kikamilifu katika mabaraza ya wananchi, mijadala na mikutano ya maendeleo, kuwawajibisha viongozi kwa kusimamia ahadi zao, kushiriki katika ufuatiliaji wa sera na miradi ya maendeleo. Lakini vile vile wananchi tunaomba wito kuwa wawe mstari wa mbele katika kulinda mazingira na kushiriki katika harakati za kudai haki za kijamii na kiuchumi. Sisi kazi yetu ni kutoa taarifa kama tulivyofanya leo. Tunasema jamani, ni miaka 10 imepita tangu Tanzania ilivyokubaliana pamoja na nchi zingine duniani kwamba sasa tunakuwa na mpango wa maendeleo endelevu, Sustainable Development Goals, wakasaini pale New York 2015. Kwa hiyo sasa kama walisaini, ukipitia yale malengo endelevu ambayo yako 17, kila lengo unakuta lina vipengele ambavyo vinatakiwa kutekelezwa. Kwa hata tunapokuja tunatoa taarifa ya hizi asilimia kwamba utekelezaji umekuwa hivi, vipimo vyake ni kulingana na tulivyoahidi sisi wenyewe, tulivyojiwekea malengo kwamba tutatekeleza 1, 2, 3 ili kufikia hayo malengo. Lakini tunapopima, si tunatoa taarifa, jamani Watanzania, tulisema tutatekeleza lakini hatujatekeleza. Kwa hiyo kazi yetu kubwa sana ni pamoja na kutoa taarifa. Tunatoa taarifa kwa nani? Tunatoa taarifa kwa serikali, tunatoa taarifa kwa wananchi kama ambavyo tumefanya. Sasa peke yetu hatuwezi kusema tunapita kila mahali, lakini tunawaita nyinyi waandishi wa habari na nini, ni sehemu pia ya utekelezaji wa maendeleo endelevu, kwamba kutoa taarifa na kuhamasisha ili watu waendelee kutimiza wajibu wao. Matatizo yako namna gani tumeshayaeleza tayari. Hitimisha kwa heshima kubwa, tunaiomba serikali ya Tanzania, Umoja wa Mataifa, Jumuiya ya Afrika Mashariki, wahisani, sekta binafsi, asasi za kiraia na wananchi kwa ujumla kushirikiana kwa dhati kutatua changamoto ambazo tumezieleza kwenu leo. Miaka 10 ya SDGs imepita. Sasa ni wakati wa hatua thabiti, jumuishi na endelevu.